Naitwa Rehema Masatu. Rehema, unatokea maeneo gani? Natokea Tabata. Tuambie changamoto hasa ilikuwa ni nini uliweza kupekea mpaka uweze kufika mahali hapa? Changamoto ilikuwa kwa mdogo wangu, alikuwa na uvimbe kichwani. Changamoto ya uvimbe aliweza kuwa nayo kwa muda gani? Tangu 2008. Amekuwa na changamoto ya uvimbe. Alikuwa anaumwa kichwa. Tangu 2008 ameumwa kichwa kwa muda mrefu. Tukampeleka hospitali, akawa fanywa vipimo, akaonekana na tatizo la macho. Akapewa miwani, akawa anatumia. Kichwa kawa kimetulia. Tukaendelea hivyo hivyo, tukajua ameshapona. Sasa mwaka jana tena kichwa kimeanza tena upya. Kinauma zaidi ya pale ilivyokuwa kinauma tena mwanzo. Tukasema hiki ni nini? Tukachukua jukumu la kumpeleka hospitali. Alivyoenda hospitali akapimwa kipimo cha MRI, akagundulika ana uvimbe kichwani. Basi alipogundulika ana uvimbe kichwani, akawa anapata matibabu. Alipokuwa anapata matibabu, kichwa hakipoi. Bado vile vile kuinama hawezi, kufanya nini, kukaa peke yake. Alikuwa ni mtu anaumwa kila siku, ni mtu ambaye anaumwa hivyo. Ni vitu gani ambavyo alikuwa hawezi kuvifanya wakati huo anapitia changamoto? Alikuwa hawezi kuinama, kucheka, yaani kucheka kwa nguvu hawezi, kuinama hawezi, kubeba kitu kizito hawezi. Baada ya madaktari kugundua kwamba nini tatizo, ni maelekezo gani mengine ambayo aliweza kuwapatia ili kuweza kuhakikisha kwamba anakuwa salama? Madaktari waliendelea kufanyia uchunguzi na kumpa dawa ile atumie, lakini kipimo cha mwanzo kilivyoonekana anaonyesha kwamba ana uvimbe, akawa amepewa dawa atumie. Alivyopewa dawa kama miezi 2-3 hivi ametumia, akaambiwa tena arudi tena hospitali kwa ajili ya kwenda kuchekiwa. Tukaenda tena, akapimwa tena kipimo cha MRI, akagundulika bado uvimbe huko vile vile, haujapungua wala haujafanya chochote. Taarifa tena zingine, maana ameshatumia dawa tayari kwamba atapona, lakini matokeo yamekuwa sivyo, bado tena amekuwa na changamoto hiyo. Wakasema nini tena ili kuweza kuokoa uhai wake? Wakadai kwamba kwa sababu bado kichwa kinamsumbua na kinamsumbua sana, siku hiyo alienda mdogo wangu sasa peke yake. Alienda mwenyewe kwa ajili ya kuchukua majibu, akamwambia kwamba unatakiwa ufanywe operation. Mdogo wangu aliposikia neno la operation alinyanyuka, akamwacha daktari kwenye chumba cha daktari, akaondoka. Ila akamuita akamwambia, naomba muite mtu mzima nyumbani kwenu au kwako unapoishi aje apewe taarifa hizo. Basi mimi mdogo wangu alipofika akaniambia, dada, nimeambiwa na uvimbe natakiwa nifanye operation. Ashukuriwe Mungu kwamba mimi nilikuwa tayari nimesha kanyaga madhabahu ya Dada Rahemu. Aliponiambia vile nikasema Mungu. Nikakumbuka mimi nilishaponywa hapa Dada Rahemu, uvimbe nilikuwa nao ukayeyuka, nilipona changamoto zangu zote. Nikasema Mungu ulioniponya mimi, nahitaji umponye mdogo wangu. Awe na imani asiwe na imani. Nikakumbuka baba kwa siku alikaa kwenye madhabahu, akasema nasimama kama Yesu aliposimama kwenye kaburi la Lazaro. Na mimi kwenye maombi nikawa nasema nasimama kwa niaba ya Nabii Nikolaus Suguye. Ninaomba umponye mdogo wangu. Kwenye maombi naomba naambia Mungu mponye mdogo wangu. Mungu mponye mdogo wangu. Basi imeenda. Na siku moja usiku nimelala. Katika kulala nikawa naota. Naota tuko mimi kwa family nyumbani kwetu kwa wazazi. Tumekaa na wazazi wetu, tunapiga stories za hapa na pale. Baadaye mimi nimeaga naondoka. Sasa wakati naondoka, nageuka nyuma naona mtu anakuja ameshika panga ananikimbiza. Ananiambia, wewe ndio sababu utaki kumwachia huyu. Unajifanya unaomba kitu gani? Huyo Suguye ni nani? Na kwa leo lazima nikuwe, nikishakuwa wewe najua nateketeza wote. Sasa kana nikimbiza anasema maneno, hichi ni nini? Basi nikawa nakimbia. Sasa baadaye kuja kugeuka tena nyuma, naona sio panga tena, ameshika kitu kama tunguli. Ananifanyia hivi. Sasa akifanya hivi, narudi nyuma kama hatua moja afu nasema shindo katika jina la Yesu. Nikisikemea vile napata speed nakimbia. Nimekimbia mpaka sehemu ya njia panda. Njia panda hiyo akanambia tena, nimeshamtoa yule nilomchukua, nahitaji kuchukua mwingine na wengine na wengine. Kwa kuwa wewe tunakushindwa, lazima nitamchukua yule. Sasa nikajiuliza atamchukua nani? Nikawa nazidi kukemea. Katika ile njia panda mbele sasa nikawa nasikia mbele yangu nasikia sauti. Ile sauti nilikuwa nasikia ni sauti ya baba Nabii Nikolaus Suguye. Ananiambia, mwanangu, usiogope, niko pamoja na wewe. Simama
simama kwa kuwa wewe ni lango, niko pamoja na wewe, usiogope, pambana. Kwa kweli nilivyosikia sasa ile, baba sikumuona ila nilisikia sauti, mwanangu usiogope, pambana, niko pamoja na wewe. Nikaangalia, kanambia tizama kule juu, kwa sababu nilipokuwa naelekea mimi nataka kukimbia, nilikuwa nateremkia chini, ni njia panda. Sasa kuna hii, akaniambia tizama juu, na tizama juu namuona mdogo wangu yuko kule juu amedhoofika, yani yuko kama sijui niondoche, sijui nitaila, sijui nisemeje. Nikamwangalia, akaniambia mfate, ukimwacha atamchukua, mfate, niko pamoja nawe, usiogope wala usimuogope. Basi nikakimbia nikamfuata kule juu. Nilipomfuata sasa, kabla sijamfikia, yani nusu ya yule anayenikimbiza na nusu mdogo wangu alipo, akaniambia tena, akanitia moyo, akaniambia mwanangu usiogope. Basi nikaenda sasa, kwanza nikapata ujasiri, nikasema hivi kwa nini nisimwangamize? Mbona nimepewa mamlaka ya kumkanyaga nyoka na nge, huyu ananishinda kitu gani? Na baba kila siku anatuambia mchawi ni kama sisimizi. Nikasimama nikamwambia, kama wewe ni mchawi, ni nani na kutaka uje? Mungu wa baba yangu niko pamoja na mimi. Basi baada ya pale nikaanza kukemea, nimekemea, akaanza kutetemeka, anatetemeka, mwisho akadondoka chini. Alipodondoka chini sasa kumfuata tena mdogo wangu, nikashtuka hivyo. Mwambie jirani yako, sauti ya nabii ni sauti ya Mungu. Umesikia kile dada alichoweza kukipata kupitia njozi pia. Tuendelee. Mara baada ya hapo nini ambacho kiliendelea? Basi baada ya hapo tulikuwa kanisani, tulikuwa tuna siku 3 za kuja kanisani, siku za kupita kwenye kisima. Ilikuwa Ijumaa, Jumamosi na Jumapili. Mimi nilipoota ile njozi asubuhi, nimeamka nikamshukuru Mungu, nikakemea ile hali, nikaja zangu kanisani, nikajikabidhi mikononi mwa Mungu. Nabii Nikolao Sisuguye na familia yangu na wadogo zangu wote. Jumapili nikatoka nikaenda kwa mdogo wangu, nikasema nipitie hapa. Nilipopita nikamkuta mdogo wangu ananiambia, dada, yani ungesikia nimekufa. Nikamuuliza kwa nini? Akaniambia, dada, nimeumwa sana kuanzia Ijumaa hiyo Jumamosi, yani ninauma, ni leo ndo nina afadhali. Nikamwambia hiyo kuwa na afadhali ni mimi nilikuwa napita kwenye majaribu yenyewe. Nikaanza kumhadithia sasa hiyo ndoto, nikakumbuka ile ndoto, akasema ndio maana kumbe, basi ndio maana mdogo wangu alikuwa anauma, ilikuwa kweli alikuwa kwenye mapambano. Nikasema lakini Mungu anabii Nikolao Sisuguye tayari ameshatushindia, yule mtu tumeshamwangusha chini, hawezi kufanya tena kitu kingine. Basi kwa nimekaa, ndio akabidi sasa siku hiyo nikabidi ilikuwa Jumanne. Siku ya Jumapili niliondoka na maji ya ubavuni mwa Yesu. Niliondoka nayo nikampa, akawa anatumia. Siku ya Jumanne tulikuwa tunarudi tena hospitali kwa ajili ya kwa sababu alipewa taarifa kwamba twende hospitali tukapokee zile taarifa kwamba za upasuaji. Nilipoenda kule, nashukuru Mungu kwamba nilikuwa kwenye kufunga, nimeshachukua vitendea kazi vya hapa, maji na stika. Nikaenda kule, nikawa namtia moyo mdogo wangu, nikamwambia mdogo wangu, hutofanyia operation. Ananiambia, dada, kweli? Nikamwambia, mimi ninachokwambia wewe sio embe wala chungwa, hutofanyia operation. Ananiambia, dada, kweli sitofanya? Ananiambia, mimi ndo nayekwambia, Mungu ninayemtumikia sio Mungu wa kawaida unayefikiria wewe. Mungu wa nabii Nikolao Sisuguye hakuna jambo analolishindwa. Kama watu wanapona kansa, HIV, nini, kwa nini wewe uvimbe ni nini mbele za Mungu? Usiangalie tatizo, ukubwa wa tatizo lako, angalia ukuu wa Mungu. Basi kaenda hospitali. Yule daktari cha ajabu aitwa Nishangaza. Tumefika pale, tumechukua vile vipimo ambavyo tulikuwa tumeshapima vya MRI, tukampelekea. Imefika zamu yetu, akatuita. Tulivyotuita sasa, ameshika ile hii kipimo. Yaani kusoma ukiwa kama daktari unajua una uzoefu na hivi vitu. Cha ajabu alianza kugeuza, anageuza, anatafuta kile kitu. Kiweke vizuri hicho kipimo chako hapo, watu wa kamera waweze kukiona. Ndio. Yaani anakigeuza, anapindua, anaangalia, wewe ndio Hairat? Anamwambia ndio, mimi ndio Hairat. Hapo nipo kwenye mfungo na nimeshajiconnect na Mungu wa nabii Nikolao Sisuguye kisawasawa, moyoni mwangu amejaa. Anageuza, nikasema, Mungu, nilikwambia nataka majibu yako, sitaki majibu ya madaktari. Ninachotaka ni majibu yako, sitaki majibu ya madaktari. Basi daktari anahangaika. Sasa anachokitafuta tayari, kwa sababu shatuonyesha ule uvimbe uko wapi, anahangaika kugeuza, anageuka. Nikasema huyu ni Mungu wa nabii Nikolao Sisuguye ndo anayefanya kazi. Basi amegeuza, mwisho wa siku ananiambia,
dada, umekuja kuangalia kuhusu, tulimwambia mdogo wako kwamba anatakiwa afanyie operation. Mimi nachoweza kukwambia, mdogo wako hatafanyia operation tena. Nikasema asante Mungu wa baba yangu Nabii Nicholas Suguye, hakika wewe ni Mungu uliye hai na unatenda, hakuna kinachokushinda. Nikamshukuru Mungu, nikataka, kwa sababu siku baba alisema Mungu anapenda mtu yani mdadisi hivyo. Basi nikaanza kumuuliza daktari, nikamuuliza daktari, umesema hatafanyia operation, kama hatafanyia operation ni kitu gani anatakiwa kufanya? Akanambia hawezi, yani aishi kama alivyokuwa anaishi mwanzo, hana tatizo lolote, aishi tu kama ilivyokuwa anaishi mwanzo, asichukulie hiyo changamoto alionayo. Nikasema asante. Nikamuuliza na dawa ambayo anatakiwa kutumia, akanambia kuanzia sasa hawezi kutumia dawa tena, wala hatafanyia operation. Ongeza tena makofi kwa Bwana. Amekuwa na imani kubwa, na ni dada huyo amesimama kwa ajili ya mdogo wake. Unavyoweza kuona paka anaingia katika ratiba za mfungo kwa ajili ya changamoto ya mdogo wake. Tuendelee hapo. Mara baada ya majibu kutoka kwa daktari, basi ile siku ikawa imepita, akaondoka. Tukaondoka, tumekaa, mdogo wangu akanambia, tumekaa sasa siku ya kwanza ya pili, mdogo wangu ananiambia dada, kwa sababu alikuwa kwanza ni mzito kuja kanisani mpaka mvutane, ile vuta ni kuvute ndo anakuja. Lakini siku cha ajabu nimekaa, anambia dada, najisikia kwenda kujisajili. Nikamwambia asante Mungu, hakika wewe ni Mungu unayefungua kila kitu. Kwani mdogo wangu akaja hapa akasajiliwa, akakutana na baba, akamuombea, basi akawa amekaa. Sasa tumekaa hivi juzi tena, kuna madaktari walitoka India, walikuja kwa ajili ya ni wataalamu kwa ajili ya vichwa na migongo. Aliposikia akasema ina haja ya kwenda kuangalia na ile tatizo langu linaendeleaje. Basi kwa kuwa alikuwa na vile vitendea kazi, maji ya ubavuni mwa Yesu na ile stika nimwambia unavaa kichwani. Stika nilochukua na ni hii hapa, Yesu yu hai, uwe hai. Na maji nilochukua ni haya maji ya ubavuni mwa Yesu. Ulimwambia kwamba awe anayatumia kwa namna gani? Ulimuelekeza vipi mdogo wako ili awe anatumia hivyo? Nilimuelekeza haya maji awe anajispray kichwani mwili wote na kunywa. Na hii stika bandike kichwani, tembea nayo, lala nayo, popote ulipo tembea nayo stika. Kweli akawa anafanya hivyo mpaka sasa, bado anafanya hivyo. Walipokuja hao madaktari akasema ngoja niende. Alipoenda wakaangalia vile vipimo, akamwambia wewe mbona unasema kwamba yaani akawaelezea. Alipoelezea akamwambia mbona unasema kwamba una uvimbe? Mbona hapa si hatuoni uvimbe? Uvimbe uko wapi? Wakabaki wasema daktari anasema huyu daktari kuandikia operation anatakiwa ashtakiwe, sijui nini nani, wakaanza kama kulumbana sa wenyewe kwa wenyewe. Mdogo wangu akaniambia, nikamwambia ni Mungu wa babangu Nabii Nicholas Suguye ndo anayefanya kazi. Basi wakamwandikia tena sa kipimo cha kwa wenyewe kwa kujiridhisha. Wakamwandikia kipimo tena cha MRI, akaenda akapima Muhimbili. Alipopima akawaletea majibu. Siku ya Ijumaa akaenda kuchukua majibu. Ananiambia, "Dada, nimeenda kuchukua majibu. Daktari ananiambia sina uvimbe, uvimbe haupo." Kwamba sio amebaki, si uvimbe umeisha, ile mbaki sisi mabaki. Nikamwambia, nikakumbuka vile Rimu alivyoshuhudia, akamwambia kwamba alipima HIV, akaambiwa HIV hamna, lakini imetoka HIV, sio inaweza kaa imeipo kichwani. Nikasema Mungu hapa ameshafanya, tusisubiri mvua, hata wingu tayari ameshafanya. Hakuna cha mabaki sijui ni uvimbe. Nikasema Mungu, wewe Mungu wa babangu Nabii Nicholas Suguye, wewe ndio ule utoa uvimbe, unajua ni wapi umeupeleka. Na hivi mabaki unapodai kwamba si vimabaki, si kimebaki, si vidogo, utajua vya kuupeleka. Kama umeweza kutoa uvimbe, hata hichi utakitoa, na sina shaka kushuhudia. Ninajua Mungu wa babangu Nabii Nicholas Suguye aliyetoa huo uvimbe, na ndio ataenda kuvimaliza hata hivyo. Shangilie Yesu kwa makofi. Tuambie jina lako. Naitwa Hailat Sibora. Tumesikia kile dada alichokizungumza, changamoto ambayo uliokuwa unaipitia, na wewe ndiye mhusika ambaye umepitia hiyo changamoto. Tusikie kutoka kwako, tofauti ikoje mara baada ya kutumia vitendea kazi hivyo, maji pamoja na stika. Tusikie tofauti kwa sababu ni wewe ndiye uliyepitia changamoto. Yaani kichwa kilikuwa kinaniuma sana, hata kucheka nilikuwa siwezi, kuinama hivi kufua nilikuwa siwezi, mpaka nichukue kiti niweke beseni juu ndo nifue.
na hali ya kizunguzungu ilikuwa inanijia kila dakika, yaani nasikia kizunguzungu, lakini toka nitumie hivi vitenda kazi, namshukuru Mungu wa Nicholas Suguye, sasa hivi nainama nafua, kizunguzungu sikii tena. Unaweza ukainama pia. Si umesema kwamba unaweza ukainama? Fanya kile kitu ambacho ulikuwa huwezi kukifanya awali na sasa hivi unaweza ukakifanya. Na hausikii changamoto kama ulivyokuwa unasikia awali, si ndio? Sasa hivi sisikii. Una nini cha kuwashauri watazamaji wengine ambao wamesikia kile dada ametuelezea kwamba nini ambacho umepitia na tofauti ambayo wewe umekwisha kutuambia kwamba nini ambacho unajisikia kwa sasa? Na ushauri watu wote ambao wanapitia changamoto, wasiopitia changamoto, ambao wanapenda, kama mtu akipata changamoto anakimbia kwa waganga wa kienyeji, tusipende kuabudu, tuje hapa WRM na Mungu wa Nabii Suguye atatuponya. Madam Rehema Masatu from Tabata is testifying on behalf of her sister Harriet Sibora, as she was having a challenge of swallowness in the head from 2008. This started as she had headache pain, and she went to several hospitals, examined through MRI, and diagnosed that there is a swallowness, and she was given medicine to use, but no relief. Through this challenge, she was not able to bend down, and also she was not able to laugh. The doctor said that she has to be operated, but she refused and began to pray along with her sister. During prayer, she saw somebody strange in the spiritual realm fighting against her, but she called the God of Prophet Nicholas Suguye, and she was strengthened. They were graced to come at Abraham Church on Sunday and took the spiritual item along with the water side of Jesus and the sticker of "Be alive, Jesus is alive." And she went home and administered it as she drank the water side of Jesus and administered the sticker in the head. What amazed her, the doctor found the test change and declared that there will be no operation and she can live a normal life. After that, they came at Abraham Church and registered on the prayer line, and the man of God prayed for her. Now she is standing in front of the pulpit testifying that her young sister is healed. As you can see, she can bend down and do her prayers that she was not being able to do before. Glory be to God of Prophet Nicholas Suguye for this miracle. Madame Rehema est en train de témoigner la bonté de Dieu, ce que Dieu a fait pour sa santé. Elle est en train de nous dire qu'elle avait une tumeur sur sa tête. Aussi, on avait testé de différents hôpitaux et on a découvert qu'il avait des maladies. Et elle a décidé d'amener sa petite sœur ici pour venir et pour être priée par l'homme de Dieu, prophète Nicholas Suguye. Et aussi, il a prié et puis il a décidé de prendre de l'eau sur les côtes de Jésus-Christ et puis le stick qui dit « Sois vivant, Jésus est vivant ». Et l'homme de Dieu a prié pour eux et pour elle, et maintenant elle est guérie, elle n'a aucun problème de cette maladie. Elle est en train de conseiller pour tous ces gens qui ont ces problèmes, donc elle avait de venir ici à Abraham Church parce que nous avons un prophète, l'homme de Dieu, prophète Nicholas Suguye, et ils vont recevoir la prière et ils vont être guéris. Que la gloire et le bonheur viennent au Dieu du prophète Nicholas Suguye. Hongera sana na Mungu wa Nabii Nicholas Suguye aendelee kuutunza muujiza wako.